2027 Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON pamoja na Kenya na Uganda. Mwaka 2027 Tanzania kwa kushirikiana na Uganda na Kenya itakuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya kandanda barani Afrika, AFCON. Mashindano haya ni moja ya matukio makubwa ya kimichezo barani Afrika ambapo timu za taifa za nchi 24 hushindana kugombea kombe la AFCON. Ni mashindano ambayo sio tu hutafuta bingwa wa AFCON bali pia huwaleta pamoja mamilioni ya watu kutoka nchi mbalimbali za Afrika wenye timu zinazoshiriki na wasiokuwa na timu zinazoshiriki, pamoja na watu wa nje ya bara la Afrika wakiwemo mawakala wanaotafuta wachezaji kwa lengo la kuwasajili katika vilabu mbalimbali duniani. Takwimu zinaonyesha katika mashindano ya AFCON yaliyofanyika Januari 2023 nchini Ivory Coast, takriban watu milioni 9 waliingia nchini humo kwa lengo la kwenda kushuhudia mashindano hayo na hivyo kukuza uchumi kupitia utalii, biashara na uwekezaji, kuitangaza nchi na kuhamasisha maendeleo ya michezo. Baada ya kufanikiwa kupata nafasi ya kuwa wenyeji wa AFCON sambamba na majirani Kenya na Uganda, Tanzania imekuwa katika jitihada kubwa za kufanya maandalizi yaliyogawanyika katika maeneo makubwa matatu. Mosi, maandalizi ya miundombinu; pili, maandalizi ya timu; na tatu, maandalizi ya wadau kwa lengo la kunufaika na fursa mbalimbali za AFCON. Katika miundombinu kwa upande wa Tanzania, viwanja vitakavyotumika katika michuano ya AFCON mwaka 2027 ni uwanja wa Benjamin Mkapa uliopo Dar es Salaam wenye uwezo wa kuchukua watu 60,000, uwanja wa Fumba uliopo Zanzibar utakaokuwa na uwezo wa kuchukua watu 36,500 na uwanja mpya wa Arusha wenye uwezo wa kuchukua watu 32,500. Kila uwanja utapaswa kuwa na viwanja vya mazoezi 5 vinavyokidhi viwango vya CAF. Maandalizi ya miundombinu hii ni kama ifuatavyo: uwanja wa Benjamin Mkapa uliokuwa unakabiliwa na uchakavu mkubwa kutokana na kutokarabatiwa tangu ulipojengwa mwaka 2007 umefanyiwa ukarabati wa kuwekwa upya mifumo ya taa, maji safi na maji taka, zima moto, umeme, sauti, vyoo, milango na kupaka rangi. Kadhalika umejengwa upya njia za kukimbilia, yani running track, na kufungwa viti vipya 60,000. Kazi hii imekamilika kwa zaidi ya 90%. Kazi pekee ambayo inatarajiwa kufanyika ni ubadilishaji wa eneo la kuchezea, yani pitch, ambapo wizara ipo katika hatua za mwisho za kumpata mkandarasi atakayebadili pitch na kuweka nyingine kutokana na pitch iliyopo kuharibika na kupoteza uwezo wa kuondoa maji hasa wakati wa mvua. Kwa upande wa viwanja vya mazoezi kwa Dar es Salaam, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tayari imeajiri mkandarasi ambaye atajenga viwanja vipya vitatu katika eneo la Farasi, Gymkhana na Leaders Club, na mkandarasi tayari yuko site. Viwanja hivi vitaungana na viwanja vingine vitatu ambavyo ni Gymkhana 1, Law School na Major General Isamuhyo ambavyo tayari vilitengenezwa wakati wa mashindano ya CHAN yaliyofanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Uwanja wa Fumba kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ujenzi wake umeanza na umepangwa kukamilika kabla ya mashindano ya AFCON 2027. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar tayari inavyo viwanja viwili vya mazoezi vilivyokamilika kando ya uwanja wa Amani, na ujenzi wa viwanja vingine viwili unafanyika katika eneo la Fumba. Uwanja mwingine uliopangwa kutumika katika mazoezi wakati wa AFCON ni uwanja wa Kizimkazi. Tatu ni uwanja wa Arusha. Ujenzi wake unaendelea. Kwa hivi sasa mkandarasi amefikia 70% ya ujenzi, na kulingana na mpango uliopo, ujenzi huu utakamilika katika kipindi cha hadi Julai mwaka 2026. Ujenzi wa uwanja wa Arusha ni wa kimkakati kwa kuwa pamoja na kwamba umelengwa kufanya shughuli za michezo,
umefungamanishwa na utalii, hasa ikizingatiwa Arusha ni kitovu cha utalii Tanzania. Kwa upande wa viwanja vya mazoezi, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeanza taratibu za kumpata mkandarasi atakayejenga viwanja vitatu vipya vya mazoezi jijini Arusha, ambavyo vitaungana na viwanja viwili vitakavyojengwa kando ya uwanja mkubwa wa mashindano ili kukidhi idadi ya viwanja vitano. Kwa upande wa maandalizi ya timu ya taifa, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Shirikisho la Kandanda Tanzania TFF inaendelea na maandalizi ya timu kwa kuhakikisha inatia mkazo katika malezi ya timu za vijana chini ya umri wa miaka 20 na chini ya miaka 17. Na kwa Taifa Stars yenyewe kuhakikisha inafanya kambi za mazoezi, mechi za majaribio na kushiriki mashindano mbalimbali, huku benchi la ufundi likiendelea na kazi yake ya kuwafuatilia wachezaji katika vilabu wanavyochezea ili kuwa na kikosi bora wakati wote. Not to go through, finds Alarakia, Miroshi, chip over the top and the run on, and that's going to stand. Mwamba has now got 3 goals in his last 2 games. Tanzania back on level terms in brilliant fashion. Tangu mwaka 2019 timu ya taifa, Taifa Stars, imefuzu mfululizo mara 3 kushiriki mashindano ya AFCON yaliyofanyika Misri, Ivory Coast na Morocco, ambako yanaendelea hivi sasa, ikiwa ni takriban miaka 40 tangu ilipofuzu mara ya mwisho mwaka 1979. Ushiriki wa Taifa Stars kwa mara zote umekuwa wa kuondolewa katika hatua ya mwanzo tu ya makundi kutokana na ushindani mkubwa uliopo katika mashindano hayo, ambayo timu nyingi za Afrika hutumia wachezaji wake mahiri wanaocheza katika timu na ligi kubwa duniani, zikiwemo English Premier League ya Uingereza, Bundesliga ya Ujerumani, Serie A ya Italia, La Liga ya Uhispania, ligi kuu ya Saudi Arabia na timu na ligi nyingine mbalimbali zenye viwango vya juu. Pamoja na kwamba Tanzania inaendelea kujitafuta ili kuwa na hazina kubwa ya wachezaji wanaocheza katika timu kubwa na ligi kubwa duniani, ushiriki wake katika michuano ya AFCON inayoendelea nchini Morocco umeishangaza Afrika na dunia nzima baada ya kutoa ushindani mkubwa kwa timu kubwa na zenye wachezaji wenye hadhi kubwa ilizopangwa nazo katika hatua ya makundi, ikiwemo timu ya taifa ya Nigeria, the Super Eagles, iliyopata ushindi mwembamba wa 2-1, timu ya taifa ya Tunisia, the Eagles of Carthage, iliyotoshana nguvu ya 1-1, na timu ya taifa ya Uganda, the Cranes, iliyotoshana nguvu ya 1-1. Matokeo hayo yaliiwezesha Taifa Stars kufuzu kwa mara ya kwanza katika hatua ya 16 bora, ambayo ni hatua ya mtoano, na ikadondokea kukutana na wenyeji timu ya taifa ya Morocco, the Atlas Lions. Wengi waliamini kuwa Taifa Stars itakwenda kuvuna magunia ya magoli kutokana na ubora wa timu ya taifa ya Morocco, lakini uimara wa wachezaji wetu, moyo wao wa uzalendo na hamasa iliyotokana na namna wa Tanzania wanavyoiunga mkono timu yao, wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyemtuma aliyekuwa naibu waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Christian Makonda, uliishangaza dunia. Katika uwanja wa Mwanamfalme Moulay Abdullah jijini Rabat, Taifa Stars ikiongoza na kocha Miguel Gamondi iliwabana mbavu wenyeji wa mashindano Morocco, ambao ililazimu wasubiri mpaka dakika ya 64 kupata bao. Pamoja na kufungwa, Taifa Stars iliendelea kuwapelekea moto Morocco mpaka dakika ya mwisho ya muda wa nyongeza iliponyimwa penati ya wazi ambayo kwa bahati mbaya mwamuzi hakuitoa. Endapo angeitoa, ni dhahiri Taifa Stars ingeweza kusawazisha na kulazimu mchezo huo uende katika muda wa nyongeza wa dakika 30 hadi matuta ya penati. Pamoja na kuondolewa katika mashindano katika hatua hiyo, wadau wa soka na Watanzania kwa ujumla wamefurahishwa na kiwango kizuri cha timu yao ya taifa, na wanamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa ndege maalum ya kwenda kuwachukua wachezaji na viongozi waliokuwa Morocco kurejea Tanzania, pia kwa mwaliko wa chakula cha mchana na Mheshimiwa Rais kwa wachezaji wa Taifa Stars na wanamichezo wengine waliofanya vizuri katika siku za karibuni. Taifa Stars timu yangu, analipenda soka. Maandalizi mengine ya AFCON 2027 yanaendelea
kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali ambao wanatakiwa kuchangamkia fursa za AFCON zikiwemo utalii, biashara na uwekezaji, na pia ajira wakati wa mashindano na baada ya mashindano. Tanzania inayo kamati ya AFCON ya kitaifa inayoongozwa na Sir Leodegar Chilatenga, na pia inayo kamati ya kiserikali ya mawaziri inayoongozwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, na kamati ya makatibu wakuu inayoongozwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu. Kila la heri Taifa Stars na kila la heri wa Tanzania.